juu ya utii wa neno. Wazo kuu ambalo tunalitafakari leo ni utii wa nini? Wa neno. Na ukisema utii wa neno, manake huwezi kutenganisha neno na Mungu. Ndio kusema utii wa neno ndio utii wetu kwa Mungu. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Amen. Lakini utii ni kitu gani? Kanisa limetupa kutafakari na kufikiri kwa habari ya utii. Lakini utii ni nini? Ziko tafsiri mbalimbali, ziko maana mbalimbali zinazoweza kuelezea maana ya utii au kufafanua maana ya utii. Lakini jibu lake ni jepesi katika upana wa jibu wa swali lenyewe, kwamba utii ni nini? Utii ni kutii. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Amen. Utii ni kufanyaje? Ni kutii. Kwa unaposema utii, maana yake ni kutii. Hasa katika nini? Katika jambo gani? Katika mazingira gani? Kwa vipi? Kwa jinsi ipi? Hapo ndio kuna maelezo. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Na ukishatambua kwamba utii ni kutii, maana yake ndani yake ni msukumo wa ndani wa mtu. Msukumo wa ndani wa kwako au wa kwangu au wa kwetu, kufanya kwa wakati, kwa usahihi, kwa ujuzi na kwa umakini yale yote yaliyo katika kanuni, katika taratibu na katika sheria. Nafikiri kwa siku nifundisha semina kwa niligusa hicho kitu. Huo ndio utii. Kwamba kwa kuwa utii ni kutii, na kutii ni msukumo wa ndani. Pigia mstari msukumo wa ndani. Kutii hakutegemei msukumo wa nje. Kutii kunategemea msukumo wa ndani wa kufanya kwa wakati, kwa usahihi, kwa umakini, kwa ujuzi. Yale yote yaliyo katika kanuni, katika taratibu na katika sheria na katika miongozo, bila kujali unavyotaka, unavyoona, unavyopenda au unavyojisikia. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Amen. Kwa utii hautegemei unavyotaka, utii hautegemei unavyoona, utii hautegemei unavyopenda, utii hautegemei unavyojisikia, kwa kuwa utii ni kutii. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Amen. Hilo jambo la kwanza. Lakini jambo lingine, utii ni kufanya yale yote unayopaswa kuyafanya. Yale yote unayopaswa kufanyaje? Kuyafanya, bila kujali unavyotaka, unavyoona, unavyopenda, unavyojisikia. Hiyo ni tafsiri pana sana ya utii, na mimi nitaelezea kwa ufupi sana hiyo tafsiri, kwamba ni mambo gani unapaswa kuyafanya. Nayo unayopaswa kuyafanya akutegemei wewe unavyotaka, akutegemei wewe unavyoona, akutegemei wewe unavyojisikia, akutegemei wewe unavyopenda. Kwa kuwa ni msukumo wa ndani, lakini pia kwa kuwa ni mambo ya kupasayo kuyafanya. Wimbo wa taifa ukipigwa, kwa sababu ni sheria, ni kanuni, ni taratibu ambao upo, watu wanapaswa kusimama na kuonyesha heshima. Kwa hiyo wewe haitegemei mtu akwambie simama, wimbo wa taifa unapigwa. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Ibada ambayo inaanza saa 2, wewe kwa sababu una msukumo wa ndani wa kutii, haitegemei mtu mwingine akwambie wahi ibada kwa sababu inaanza saa 2, kwa sababu ndani yake kuna msukumo wa ndani wa kukutaka wewe ufike katika ibada saa 2. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Amen. Kwa yale yote ambayo mimi na wewe tunayopaswa kuyafanya, yako ni mengi katika mazingira mbalimbali. Iza katika kazi unayofanya pale ofisini, kama ni nyumbani, popote pale.
kama ni kwenye jumuiya mmepangiana, kama ni kwenye kwaya mna utaratibu wenu, kuyafanya yale yote yanayopaswa kuyafanya bila kujali unavyotaka, unavyopenda, unavyoona au unavyojisikia. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Amen. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Amen. Sasa nieleze mambo matatu, mazao ya utii. Mambo matatu tu. Matunda au mazao ya utii. Mambo ya kawaida kabisa, lakini yatafakari katika namna tofauti. Mazao ya utii au matunda ya utii. Jambo la kwanza ni upendo. Upendo ni zao au tunda la utii. Ndio maana maandiko yanasema yanampa mke jukumu la kumtii nani? Na anapomtii matokeo yake ni nini? Upendo. Mwanamume amepewa kupenda, mwanamke amepewa kutii. Kwa hiyo kwa kuwa kutii kunatangulia kwanza ni jambo la msingi. Ili kupenda ni zao. Kwa nini? Kwa sababu utii unapokosekana, upendo pia unautafuta. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Amen. Kwa hiyo ili popote penye zao la upendo, unatakiwa utangulie utii kwanza. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Amen.